tuanze upande wa hatua namba 1. Lengo na makusudio ni programu ya mwezi mmoja ya siku 30. Ilitakiwa tuanze kabla ya Ramadhani au ilivyoingia Ramadhani ili tuipate siku 30, lakini kwa sababu ya ratiba tukawa tumechemka kwanza. Sasa wewe pangilia siku 30 kuanzia leo. Wiki ya kwanza tunafanyaje? Huu ni mfumo ambao unaweza ukautumia wewe hata kwenye kumwelimisha mtu. Usimwambishe mtu vitu vingi. Wiki ya kwanza, ya siku ya kwanza mpaka siku ya 7, vitu vya kufanya wewe. Siku ya kwanza tumesema kusafisha msingi. Kusafisha msingi maana yake nini? Rudia kwenye ile program namba 1. Maana yake nini? Kusafisha moyo. Moyo ndio msingi wa kila kitu. Ukiharibika moyo hakuna kitakachokaa. Kwa sababu gani? Moyo ndio injini inayomuongoza mwanadamu kwenye kufanya. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika kwenye kila mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Kikikaa vizuri hichi kipande cha nyama, matendo mengine yote yatakuwa mazuri. Lakini kikiharibika, matendo mengine yote yataharibika. Akisema ala wahiya alqalbu, elewa kipande hicho cha nyama ni moyo. Kwa tusafishe mioyo yetu kwanza. Tusiposafisha mioyo yetu, hata tukakaa hapa usiku kucha mchana kutwa tukaimbishwa aya moja, haitoweza kukaa, kwa sababu kwenye mioyo yetu kuna matakataka yanayozuia kinachohitajika kukaa. Lengo la hii programu yetu sema kwamba au kuondoa uchafu wa zamani mioyoni mwetu. Ule uchafu wa zamani tuliokuwa nao kuondoa. Tutauondoaje huu uchafu? Namna ya kuondoa huu uchafu ni kuzingatia yafuatayo kila siku. Hivi ndivyo vya kuzingatia. 1, swala 5 kwa wakati. Kwa nini swala 5 kwa wakati? Moyo utakapokuwa umeubana, umefika muda wa swala, umesikia adhana, upo msikitini, utafikia hatua wewe utakuwa umeubana moyo. Kuna lugha inatumiwa na watu wa tablighi, wanakuambia watakiwa ukandamize nafsi. Nafsi huwa haitaki yale mambo mazuri, nataka yale mabaya. Sasa ili ufikie hatua kwenye yale mazuri uyafikie kuyafanya, unapaswa au tunapaswa kuzikandamiza nafsi zetu, ya kwamba huo ni muda wa ibada. Kwa hiyo mambo mengine yote yaweke pembeni, sasa ni ibada. Ikiendeshwa hii nafsi kwenye mazingira haya, itafikia hatua yenyewe itasalimu amri, itakuacha wewe ufanye unavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo cha kwanza, dumu katika swala za faradhi ndani ya wakati wake. Hii ni program namba 1 katika wiki ya kwanza. Mbele, hakikisha angalau fanya istighfar mara 100 kila siku. Ile astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara 100. Na ni rahisi. Hata kama utakuwa na majambo yako mengi yaliyokubana, fanya mfumo ufuatao kwenye kuzipata hizi 100. Kwa sababu ukitaja namba, kila mmoja anaanza kujiuliza, nitaweza mara 100? Baada ya swala ya asubuhi fanya mara 20. Astaghfirullah, astaghfirullah, fanya mara 20. Enda na mambo yako. Muda wa swala ya dhuhuri fanya mara 20. Muda wa swala ya alasiri fanya mara 20. Muda wa swala ya magharibi fanya mara 20. Muda wa swala ya isha fanya mara 20. Ukijumuisha hayo unapata mara 100. Ukidumu hii maana yake nini? Utakasa moyo wako, unausafisha moyo wako ili Allah akusamee na hayatoe yale matakataka yaliyomo kwenye nafsi yako yasiendelee kukuathiri wewe, kwa sababu umeamua kujiweka kwenye nafasi fulani. Lakini cha 3, Qur'ani uitengee angalau kwa kutwa moja, tenga dakika 25. Kila siku tenga dakika 25, ya kwamba hizi dakika 25 kwa ajili ya Qur'ani. Makusudio nini? Kusafisha mioyo. Kama ambavyo kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo chuma kinapata kutu, kadhalika na mioyo ya wanadamu inapata kutu. Masahaba akamwambia,
tutasafishaje hii mioyo? Moja ya tiba aliyetoa kusafisha mioyo sema ni kusoma Qur'ani mara kwa mara, lakini sio kusoma kama majaka, soma na kuzingatia. Maana yake nini? Kama tafsiri hujui, tafuta hata msaafu wa tafsiri ya Kiswahili uweze kuanza kile unachokisoma ujue na maana yake. Tenga angalau dakika 25 kila siku kwa ajili ya usomaji wa Qur'ani. Lakini 4, dua ya uthabiti. Muombe Allah dua ya kwamba Allah, na kuomba nidumishe kwenye hichi. Hii ndiyo programu ambayo mimi na wewe tunapaswa kudumu nayo. Tukiyafanya haya, zile nafsi zetu, haya makorokoro mabaya yaliyomo kwenye nafsi zetu yataanza kuondoka kidogo kidogo. Ndio maana masahaba radhiallahu anhum ilifikia hatua wanapewa bishara ya kwamba wewe unakwenda peponi. Yaani wewe ni mtu wa peponi, bado uko duniani anakula ugali. Mimi na wewe ambaye hata kuambiwa madhambi yetu yamefutwa hatuna uhakika huo. Hawa walifikia hatua hii kwa sababu gani? Walilelewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kazi maalum kwenye kuyatekeleza haya mambo manne, kazi maalum ya kufanya siku ya kwanza na siku ya pili, cha kufanya kwenye kusafisha nafsi zetu, toba ya kina. Yaani kila mmoja afanye hivi. Na uzuri wa nafsi ya mwanadamu ilivyo, hakuna mwanadamu anayesahau madhambi yake. Yaani hata kama uliyafanya ulivyoanza bale, ukirudisha akili nyuma ya kwamba nilivyoanza bale nilifanya madhambi 1, 2, 3, hakuna anayesahau madhambi yake. Sasa kariria hayo madhambi yako, orodhesha kwenye sehemu yako maalum ya kwamba Allah, mimi nimefanya haya hapa, ninayajua haya niliyafanya, na kuomba Allah sirudi tena, naomba nisimamie kwenye kuyatekeleza haya. Malengo ni nini? Ili haya utakaye kuwa umeyaorodhesha yaweze kuwa ndio dira yako wewe. Usimwonyeshe mtu akaja kumbe amefanya madhambi 1, 2, 3. Haya yao ni ya kwako wewe kwenye kujifanyia usaili mwenyewe, ili usije ukarudi huko ulikotoka. Kwa hiyo siku ya kwanza na ya pili sema toba ya kina. Maana yake nini? Andika madhambi unayotaka kuyaacha. Tunayo mengi sana. Tunaweza tukachukua kimoja tu miongoni mwa madhambi magumu ambayo sisi hivi sasa yanatuumiza, ni hii bwana, ulimi. Ulimi unatuathiri mno. Kwenye ulimi kuna mengi ambayo yanayozaliwa na ulimi. Ukimwangalia kusengenya, rafiki yake ni ulimi. Ukimtafuta kuteta, rafiki yake ni ulimi. Ukitafuta muongo, rafiki yake ni ulimi. Chochote utakacho kikusudia kukiacha, kiorodheshe, alafu mwambie Allah, mimi haya nimepanga niyaache, naomba nisaidie kwenye kuyaacha. Hii ni programu ya siku ya kwanza. Hata utakapokuwa unamtoa mtu sehemu moja kwenda sehemu ya pili, hakikisha unampa kile unachompa dozi ianze kidogo kidogo. Simjazie mambo mengi akashindwa, matokeo yake akasema bwana, Uislamu mgumu kutekeleza. Kumbe sio ugumu wa Uislamu, ni ugumu wa wale wanaofundisha Uislamu. Siku ya tatu cha kufanya sema ondoa chanzo cha dhambi kwenye maisha yako. Vile vyanzo vinavyokupelekea wewe kufanya dhambi viweke pembeni vyote. Mimi nimekuwekea vitatu, utajaza wewe vingine havyo. Cha kwanza, marafiki. Angalia marafiki uliyekuwa nao. Je, wanakuhamasisha kwenye ibada au wanakulemaza kwenye ibada? Kama hawa ni sababu ya madhambi, utasema uongo kwa sababu ya hawa marafiki. Utawateta watu kwa sababu ya hawa marafiki. Hawa marafiki sheria inakwambia waepuke. Hii ni sehemu ya kwanza katika marafiki au vyanzo vya kuepuka ili usiingie kwenye dhambi. 2, application. Simu zetu. Kila mmoja simu anayo, na bahati mbaya kila mmoja akili yake inamtuma, hawezi akabaki na hivi visoswadi tunavyoviita visoswadi vya batani hivi. Anataka apate simu ya kufuta. Hizi simu zina makorokoro yake ndani yake. Tukianza kukaguana simu zetu humu, wewe umedownload vitu vya aina gani? Hivyo ulivyovidownload ni vipi vinavyomridhisha Allah na vipi ambavyo havimridhishi Allah?
Kila mmoja anajijua mwenyewe. Kama sababu ni hizi simu zetu au applications zote kwenye simu zetu, anza kuzifuta, tafuta vile vinavyompendezesha Allah ili usirudi kule ulikotoka. Lakini namba 3 katika vitu vya kuepuka ambavyo ni vyanzo vya dhambi, mazingira yetu. Sisi saa nyingine unakuta mtu nyumbani kwake TV hana, lakini akisikia kuna baadhi ya tamthilia kwenye TV ambazo inaanza muda fulani, anaondoka na kwenda kwa mama fulani ili akaangalie tamthilia fulani, na anajua kuanzia namba 1 mpaka namba hiyo ambayo anayekwenda kuangalia. Kama sababu za kwenda kuangalia ni hizi, unachokiangalia kina faida gani? Kama jibu hakina faida, maana yake unapaswa ukiepuke, kwa sababu kinakupelekea kwenye kupoteza muda, na hatupaswi mimi na wewe kwenye kupoteza muda. Lakini hatua namba 3 ambayo itaanzia kwenye namba 4 na namba 5, ili kusafisha moyo, wasema sadaka hata kidogo. Toa sadaka hata kama unachokitoa ni kidogo, na usiangalie unampa nani na kwa nini unampa. Angalia yale malengo yako. Wewe una shilingi 100 mfukoni, hii 100 yako una shida nayo, lengo ni kuusafisha moyo. Moyo umejengwa kwenye kupenda fedha, kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani. Moja ya vitu ambavyo moyo unayopenda fedha. Ukiondoa na mambo mengine aliyesema, majumba, swi nini, na fedha naye pia zimo. Kule unapokuwa unajilazimisha, unaukandamiza moyo, ukatoa kile cha kwako ukampa mtu, bwana shika shilingi 100 hii hapa, nenda kanunue chochote kitu, moyo wako hautoridhika. Lakini ukiukandamiza, unafikia hatua unalegea wewe wenyewe, utakuwa wewe ndio umeushinda na wale sio moyo wako umekushinda. Kwa hiyo toa sadaka hata kama unachokitoa kidogo. Usiangalie udogo wa kile unachokitoa, bali angalia unafanya nini. Hichi unachokifanya ndicho unachotakiwa wewe kukizingatia. Lakini kuanzia siku ya 6 mpaka siku ya 7, wasema fanya kinachoitwa muhasaba ya wiki. Maana yake nini? Fanya tathmini. Kuanzia kwenye kusafisha moyo mpaka siku ya 7 ya wiki moja umemaliza, ni kipi ulichokitekeleza? Ukiorodhesha kwamba nimetekeleza hichi na hichi na hichi na hichi na hichi, hichi ulichokitekeleza umekitekeleza kwa kiwango gani? Kipi ulichoshindwa kukitekeleza? Kilichopelekea kuto kutekeleza ni nini? Hichi ambacho kimekupelekea ushindwe kutekeleza ndio uanze kukishughulikia, kukiepuka kama cha kuepuka, au kukiacha kama cha kuacha, ili makusudio ufanye tathmini yako iliyokuwa nzuri, uweze kuanza hatua ya wiki ya 2 kwenye kujijenga. Namna ya kutengeneza jamii, ndugu zangu, sio kitu cha siku moja. Huwa si nyingine mashehe zetu anaweza akawa anazungumza kwenye mimbari, anamlazimisha mtu kufanya kitu kikubwa, lakini kumbe huyu hata swala yenyewe ya faradhi haiwezi. Wewe unamlazimisha aswali rakaa 20 za tarawih, au aswali rakaa 8 za juzuu 1 za tarawih. Huyu adhuhuri imemshinda, hizi rakaa 20 ataziweza wapi? Hatua iwe ya kidogo kidogo, ili iweze kutujenga tuwe imara katika maisha yetu ya kila siku. Hii ni programu ya siku 7. Hii ni wiki ya kwanza.